mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, na kualika katika somo linalosema ni wakati au wakati maalum, sehemu ya pili. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, katika kipindi kilichopita tulikuwa tukitazama maana ya wakati maalum, na tukaona maana ya kwanza ni siku na saa, na tukaona maana ya pili ni mwaka maalum au kipindi maalum, ndipo tulipoishia. Kwa hiyo tukaona hata unaposema baada ya miaka kadhaa tukio fulani litatokea au Yesu atarudi labda baada ya miaka fulani, hapo utakuwa umeweka wakati maalum, kwa sababu hata kipindi maalum au wakati au mwaka maalum ni wakati maalum, na hivi vyote viko katika mamlaka ya Mungu ya Baba, kama tulivyoangalia kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 8. Lakini tukaona ni mara moja tu katika neno la Mungu ambapo watu walifunuliwa nuru ya wakati maalum, katika Danieli 8:14, ambapo tuliona unabii huu uliishia 1844 tarehe 22 mwezi wa 10. Walipewa mafunuo ya siku ambao ni wakati maalum, pamoja na mwezi ambao ni wakati maalum, na mwaka ambao ni wakati maalum, ambapo Kristo alikuwa anatoka patakatifu anaingia patakatifu pa patakatifu, lakini sio hawakupewa wakati maalum kuhusiana na ujio wa Yesu. Kwa hiyo hata kwa wakati wetu tunaposoma neno la Mungu hatutakutana na kipindi tena cha wakati maalum, hakitakuwepo, lakini cha wakati kipo na tumekuwa tukithibitisha. Kipindi cha mwisho cha wakati maalum kimepita, mwaka 1844 ndicho kipindi cha mwisho cha wakati maalum. Kabla ya kukusomea Ufunuo Yohana sura ya 10, ningependa kuweza kukusomea pia nukuu, maana neno la Mungu linasema na inaenda kwa sheria na ushuhuda, kwa sababu hapa tumeona ndicho Biblia inachozungumzia, imetuambia maana ya wakati maalum. Lakini natamani pia tuweze kuangalia pia kile ambacho nabii anatuambia ya kwamba hata tunapotaja mwaka maalum au kipindi fulani maalum, hapo pia tunakuwa tumeingia katika mtego wa kuweka wakati maalum. Nitasoma kitabu cha Matokeo ya Siku za Mwisho, naamini kitabu ambacho wengi wanacho, na ningekuomba ukipata nafasi usome sura ya 3 ya kitabu hichi. Na ningependa tu kutoa utangulizi kwamba kitabu hiki cha Matukio ya Siku za Mwisho ni kitabu ambacho ni kweli kina dondoo au kina nukuu mbalimbali za mtumishi wa Mungu Ellen G. White. Kwa hiyo kuna watu walikaa wakakusanya nukuu mbalimbali ambazo zinahusu matukio ya siku za mwisho, lakini sio yeye aliyekiandika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Kwa hiyo hata kuna baadhi ya vichwa wameviandika watu, vinaweza vikakupatia uelewa mbaya kama hautasoma kwa chini, lakini ukisoma kwa chini utajua, kwa sababu zile unaposoma kwa chini zile ndo nukuu sasa, na ndo nukuu au nakala halisi za nabii, lakini hivyo vichwa ni waliokusanya hizo nukuu wameviandika kulingana na dhima au kulingana na mada ambayo inazungumziwa. Kwa hiyo fungua pamoja nami katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 3. Matukio ya Siku za Mwisho sura ya 3, tuone pia nabii anachozungumzia kuhusiana na maana ya wakati maalum. Anasema, hii nukuu inatoka katika kitabu cha Review and Herald, hili ni gazeti. Anasema Novemba 27, 1900. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema Mungu hampi mtu yoyote ujumbe kuwa Mungu hampi. Sikiliza, Mungu hampi
mtu yoyote ujumbe kuwa itapita miaka 5 au miaka 10 au miaka 20 kabla historia ya dunia hii ikafungwa. Huo ujumbe haupo, ndio maana unaitwa wakati maalum. Hicho kitu hakipo. Tukiweka kipindi fulani maalum cha miaka ambayo itapita, tukio fulani litatokea, hapa tutakuwa tumeweka wakati maalum, na huo sio ujumbe wetu. Kwa ujumbe wetu ni wa wakati, na utakuwa wakati maalum ukitumia neno takriban, itakuwa mbele zaidi au ikawa nyuma kabla ya hapo. Anaendelea kusema Mungu hawezi kutoa msamaha kwa mwenye uhai yeyote kwa kuchelewesha maandalizi ya kurudi kwake. Asingependa yeyote aseme kama alivyosema mtumwa yule mbaya, Bwana wangu anakawia, kwa maana jambo hili hupelekea kupuuzia kwa kutojali fursa na upendeleo mwingi tuliopewa ili kutuandaa kwa ajili ya siku ile kuu. Anaendelea kusema katika kitabu hiki cha Matukio Siku za Mwisho sura ya 3, lakini nukuu inatoka katika kitabu cha Fundamentals of Christian Education ukurasa wa 335. Fundamentals of Christian Education, ngoja nikuandikie nukuu ya kwanza nimesoma, ilikuwa inatoka Review and Herald Novemba 27, 1900. Nukuu ya pili naisoma inatoka Fundamentals of Christian Education ukurasa wa 335. Mjumbe wa Mungu anasema sisi hatumo katika kundi la wale wanaoweka kipindi maalum cha wakati. Hajasema kipindi cha wakati, amesema kipindi cha wakati maalum utakaopita kabla ya kuja kwa Yesu mara ya pili, pamoja na uwezo na utukufu mkubwa. Baadhi wameweka tarehe, kumbe tarehe ni wakati maalum. Tumeona pia tarehe ni wakati maalum. Unaposema mwaka fulani au mwezi fulani au siku fulani, tukio fulani itatokea, hapo umeweka wakati maalum. Anaendelea kusema na tarehe hiyo ilipopita bila mafanikio, roho zao zilizojaa kiburi hazikukubali maonyo, bali walirudia kuweka wakati mwingine na mwingine. Hapa na mazungumzia wakati maalum. Ndio maana hiki kichwa kinasema kiko sahihi. Anasema ujumbe wetu si wa kuweka tarehe. Tarehe pia ni wakati maalum. Unapoweka tarehe, hata ukiweka mwezi, hata ukiweka siku, ukiweka saa, zote ni tarehe. Ukiweka wiki, ukiweka mwezi, ukiweka mwaka, ukiweka miaka, hizo zote ni tarehe. Ukisema baada ya siku fulani, saa fulani, wiki fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, miaka fulani, bila kutumia, kwa mfano ujumbe huu wa miaka 6 bila kutumia hizi alama takriban kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, hapo utakuwa umeangukia katika kundi la kuweka wakati maalum, bali sio wakati. Kwa hiyo tutasoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 10 tuone kile ambacho pia Yohana alionyeshwa kuhusiana na wakati maalum. Yohana alichokiona kuhusiana na ujumbe wa wakati maalum ni ujumbe tu 1844 tarehe 22 mwezi wa 10, lakini hakutakuwa kuna ujumbe mwingine tena katika neno la Mungu unaozungumzia wakati maalum. Unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo Yohana, nitasoma kwa haraka sura ya 10. Ufunuo Yohana sura ya 10. Nitasoma mstari wa 5 hadi mstari wa 11. Nitaenda kwa haraka. Anasema, na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Na Ufunuo Yohana sura
ya 10 anazungumzia kitabu kidogo kilichokuwa kimefunguliwa na kwanza kusoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Na hiki kitabu kidogo kilichofunguliwa ni unabii wa Danieli 8:14. Na kadiri tunavyosoma mstari wa 5 hadi wa 11 utaona inafafanua Danieli 8:14 na ikihusianisha na tukio la vuguvugu la mwaka 1844. Anaendelea kusema hapa ya kwamba isipokuwa katika siku za malaika yule wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu. Na malaika yule wa 7, unajua unaposoma kitabu cha Ufunuo Yohana, kipindi baragumu zinapigwa ni kipindi. Naposema kipindi, kina mwanzo na kina mwisho. Kwa hiyo baragumu ya 7 ilianza kupigwa 1844 tarehe 22 mwezi wa 10. Tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 ndipo malaika wa 7 alianza kupiga baragumu. 1844 ndipo malaika wa 7 alianza kupiga baragumu. Na atamaliza lini kupiga baragumu? Atakapomaliza kupiga baragumu, lazima tumuone Kristo akija mawinguni, kwa sababu namba 7 ni namba ambayo inatupeleka katika ukamilifu. Namba 7 zote unaposoma katika kitabu cha Ufunuo zinatupeleka mbinguni. Kwa hiyo alianza kupiga baragumu, ni kama mwisho wa dunia. Pia mwisho wa dunia ni kipindi kinaanza amri Jumapili atakapotangazwa katika taifa la Marekani mpaka Kristo atakapoonekana katika mawingu ya mbinguni. Kwa hiyo hata pia upigaji wa baragumu ni kipindi. Upigaji baragumu wa malaika huyu wa 7 ambaye sasa ndio alikuwa anafunua, ndio wakati maalum ulifunuliwa katika neno la Mungu tarehe 22 mwezi wa 10 1844, ambao ulikuwa unatimiza kile ambacho Danieli alionyeshwa na malaika katika sura ya 8 ya kitabu cha Danieli na ule mstari wa 14. Kwa anasema isipokuwa katika siku za malaika yule wa 7 tena anasema lugha ya Kiingereza naipenda, lugha ya King James Version. Unaposoma Biblia ya Kiingereza ya King James Version, Biblia ya Kiingereza ya King James Version, nitakusomea uweze kuona. Biblia ya Kiswahili imesema tu atakapokuwa tayari, lakini Biblia ya Kiingereza imesema when he shall begin. Anasema atakapoanza. Kwa hiyo shall begin. Kwa hiyo kitu chochote kina mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo mwanzo kupigwa kwa baragumu kwa malaika wa 7 ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, na mwisho wa kupiga baragumu ni pale Kristo atakapokuja mara ya pili. Na kuna uhusiano mkubwa kati ya mwanzo na mwisho. Kipindi anaanza kupiga baragumu, Bwana aliwafunulia wakati maalum, na tunaona katika mwaka huu hapa ilipofika tarehe 22 mwezi wa 10 1844 ndipo hata wale ambao walikata tamaa katika vuguvugu la marejeo walielewa kumbe Kristo alikuwa haji duniani, lakini alikuwa anatoka patakatifu anaingia patakatifu. Hapo wakapata tumaini na wakamfuata Kristo kwa imani, ili alipatie kanisa lake ujumbe utakao lisaidia kuweza kumaliza kazi, na kazi hii itakapokamilika Kristo atakuja, na Kristo atakapokuja tu ndipo huyu malaika wa 7 atakapomaliza kupiga baragumu. Katika Biblia ya Kiingereza ya King James Version ninayo hapa, nitakusomea. Katika Biblia ya Kiingereza ya Kiingereza nitasoma Ufunuo Yohana 10. Anasema but in the days of the voice of the seventh angel, lakini katika siku za baragumu au katika siku za sauti ya malaika yule wa 7, when he shall begin to sound. Kwa hiyo hapa tunaona kuna kipindi anasema pale atakapoanza kupiga baragumu. Kwa hiyo Biblia ya Kiswahili imesema atakapokuwa tayari, lakini haimaanishi hivyo. Atakapokuwa tayari na mkanganyiko, yuko tayari kupiga au atakapomaliza, lakini tafsiri sahihi hapo ni atakapoanza kupiga. Ndipo fumbo lao la kukatisha tamaa kwa nini Yesu hakuja duniani 1844
litakapopata utatuzi. Na tuliona kiukweli tarehe 22 mwezi wa 10 1844 kuna Hiram Edison, mwanzilishi wa imani, pia kipindi anaenda katika shamba lake alipata maono. Kipindi anaenda shambani akaona hekalu limefunguka mbinguni na Kristo anatoka patakatifu anaingia patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo hapo ndipo kipindi cha wakati maalum kilikuwa kinaishia, ambacho Mungu amekifunua katika neno lake, lakini hatafunua kingine tena kupitia neno lake. Lakini haimaanishi hata wapatia watu wake wakati maalum, kwa sababu tutaendelea kuangalia hapo mbele. Mungu atatangaza siku na saa ambao ni wakati maalum ya kuja kuwachukua watakatifu wake, lakini sio kwa kusoma au kwa mtu kukuambia. Ni Mungu mwenyewe kutangaza, sauti itasikika kutoka mbinguni, kwa sababu kwa wakati huo haitakuwa na changamoto kwa watakatifu kujua, kwa sababu watakuwa wameisha kuwa washindi, watakuwa na ngoja kwa shauku saa ya ukombozi wao. Kwa hiyo hapa naendelea kusema kitabu cha Ufunuo Yohana 17 anasema isipokuwa katika siku ya sauti ya malaika wa 7 atakapokuwa tayari kupiga baragumu, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, siri ya kukatishwa tamaa. Walielewa 1844 sio kukatishwa tamaa, waliweza kuelewa. Anasema hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa. Anasema kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. Anasema na sauti ile niliyoisikia kutoka mbinguni ilinena nami tena ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Maana ya kula kitabu, unapoangalia kitabu cha Ezekieli ni kutoa unabii, na unabii ambao alikuwa anautoa ni wa Danieli 8:14. Unapoangalia kitabu cha Ezekieli sura ya 3, ukipata nafasi utasoma Ezekieli sura ya 3, utaona jinsi ambavyo Ezekieli anaambiwa atoe unabii kwa kula kitabu, kwa kula gombo. Anaendelea kusema hapa ya kwamba na sauti ile niliyosikia kutoka mbinguni ilinena nami ikisema, enenda ukakitwae kile kitabu kilichofunguliwa katika mkono wa yule malaika aliyesimama juu ya bahari na juu ya nchi. Nikamwendea malaika yule nikamwambia anipe kile kitabu kidogo. Kile kitabu kidogo ni kitabu cha Danieli 8:14. Anasema akaniambia, kitwae ukile, nacho kitakutia uchungu tumboni mwako, bali katika kinywa chako kitakuwa kitamu kama asali. Ndio maana watu walipotangaza marejeo ya Kristo walikuwa na furaha, lakini walipoona Kristo aji walikatishwa tamaa. Anaendelea kusema, ndio maana hapa anasema tumbo lao lilitua uchungu. Anaendelea kusema ya mstari wa 10, nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikawa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Ndio maana mwaka 1844 watu wakawaambia watu ya kwamba ni kweli Kristo alikuwa haji duniani. Wakawaelewesha tena, alikuwa anatoka chumba cha kwanza katika hekalu la mbinguni, anaingia chumba cha pili, na akitoka hapo chumba cha pili ndipo atakuja duniani. Na maana malaika wa 7, kiukweli tuko katika siku za mwisho, wakati wa mwisho kabisa, tena tuko katika kizazi cha mwisho. Malaika wa 7 alianza kupiga baragumu, na namba 7 inawakilisha ukamilifu 1844, na atamaliza kazi yake kupiga baragumu. Kristo atakapokuja miaka 6000 itakapofikia mwisho, itasikika katika hekalu la mbinguni, imekwisha. Kwa hiyo tunatakiwa kujiweka tayari na kumwomba Mungu atupatie muda wa rehema, ili kabla uhai wetu hujakoma kwa kifo, au kabla mlango wa rehema hujafungwa kwa sherehe Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani, tuweze kuwa tayari, tuweze kuwa na uzoefu wa kutembea na kufahamiana na Mungu kwa ukaribu kuliko huko nyuma. Kwa hiyo wapendwa, kabla hata mwaka 1844 kwanza, mara ya kwanza waliweka mwaka 1843, waliunuka mwaka 0. Sina muda wa kuweza kukueleza unabii wa siku 2300, lakini na kudokeza tu. Mara ya kwanza waliweka unaanza 457 unaishia 1843, lakini wakaja wakagunduka waliruka mwaka 0. Unapotoka kuhesabu miaka kutoka BC kwenda AD, kuna mwaka 0 ambao hawakuhesabu, mwaka 0 hadi 1 ambao ulikuwa na thamani ya mwaka mmoja. Walivyogundua kosa tena, ikabidi walisahishe mbele za watu, waseme mwaka 1844. Lakini pia mwaka 1844 hawakukosea tarehe, bali wakakosea tukio, ikabidi tena wawaeleze watu. Kwa hiyo tangu
kipindi hiki kama tulivyosoma Ufunuo Yohana 10 mstari wa 7, hakutakuwa tena na unabii mwingine wa wakati maalum. Na kile ambacho Biblia inasema ndicho kile ambacho nabii anasema. Sikiliza katika kitabu cha Matokeo siku za mwisho, hichi ninachokusomea. Nimekwambia leo tutasoma tu sura ya 3 ya kitabu hiki, Matokeo siku za mwisho. Matokeo siku za mwisho. Kama una hiki kitabu ni ukurasa wa 28, na nukuu ambayo tulioisoma kama una hiki kitabu ni ukurasa wa 26. Anasema hapa, hii nukuu inatoka katika kitabu cha Selected Message. Inatoka katika kitabu cha Selected Messages, jumbe zilizochaguliwa, gombo la pili, ukurasa wa 73. Anasema hapa ya kwamba nilitamka wazi katika mkutano wa makambi wa Jackson kwa makundi haya yenye ushupavu wa dini kuwa walikuwa wanatenda kazi ya yule adui wa roho za watu. Walikuwa gizani, walidai kuwa na nuru kubwa, kuwa mlango wa rehema ungefungwa mnamo Oktoba 1844. Mtu akikwambia mlango wa rehema labda utafungwa, kama kwa mfano alisema mlango wa rehema utafungwa Oktoba 1844, hapo alikuwa ameweka wangesema mlango wa rehema ungefungwa Oktoba 1884. Sasa mtu kwa wakati huo, kwa sababu tumeona kipindi cha mwisho cha wakati maalum ambacho Mungu alikifunua katika neno lake ni 1844, lakini hawa miaka 40 baadaye wakaweka kipindi, wakasema mlango wa rehema ungefungwa Oktoba 1884. Hapo waliweka wakati maalum, usio wakati. Ndio maana sisi tunaposema miaka 6000 inaishia 2031 takriban, kwenda mbele kidogo kurudi nyuma kidogo, sio wakati maalum bali ni wakati. Au unaposema kizazi cha mwisho kinaishia 2025 takriban, kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo, sio wakati maalum bali ni wakati. Anaendelea kusema, nilitamka pale wazi wazi mbele ya watu wote kuwa ilimpendeza Bwana kunionyesha kuwa kusingekuwa na wakati maalum katika ujumbe wa Mungu uliotolewa tangu 1844. Anasema wajibu wetu umekuwa ni ule wa kungoja na kukesha pasipo kutamka wakati maalum kati ya kufunga. Asemi wakati, nabii asemi wakati. Hatutakiwi kuongoza neno katika maneno ya Mungu wala kupunguza akaja akatulaumu tukaonekana waongo. Anasema wajibu wetu umekuwa ni ule wa kungoja na kukesha pasipo kutamka wakati maalum. Asemi wakati, anasema wakati maalum. Anaendelea kusema pia kwamba kati ya kufunga kwa vipindi vya kiunabii katika mwaka 1844 na wakati wa kurudi kwa Bwana wetu, anasema watu hawatakuwa. Unajua hii ni kauli ya wakati ujao. Nabii kipindi anaandika hii nukuu, ni hii nukuu ambayo kwanza nimetoka kuisoma, inatoka kitabu cha Manuscript Releases. Hii ni barua gombo la 10 ukurasa wa 270. Lakini pia hii nukuu ambayo nitaisoma inatoka katika kitabu cha Bible Commentary gombo la 7 971 mwaka 1900. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba, na ningependa kuambia walioandika Bible Commentary haya magombo walikusanya nukuu pia za nabii mbalimbali. Kwa hiyo ni sauti ya nabii. Anasema hapa watu hawatakuwa na ujumbe mwingine unaohusu wakati maalum. Hawatakuwa. Unajua mtu anapokuambia hawatakuwa ni kauli iliyopo, iliyopita au ijayo, ni kauli ijayo. Kwa hiyo ni unabii, sio historia. Kwa hiyo hata sisi hatutakuwa na wakati maalum, lakini wakati Mungu ametupatia na ameufunua. Mfunua wakati wa miaka 6000, amefunua wakati wa kizazi cha mwisho ili kutupatia roho ya waraka kuweza kufanya matengenezo kabla hatujachelewa milele. Anasema hapa kwamba watu hawatakuwa na ujumbe mwingine unaohusu wakati maalum. Asemi wakati maalum. Baada ya kipindi hiki, ananukuu Ufunuo Yohana sura ya 10 mstari wa 4 hadi wa 6, kilichoanzia 1842
hadi 1844. Hakuna tena kufuatisha kwa wazi kipindi mahususi cha muda mahususi, tunapokuambia mahususi maalum, anasema cha muda wa kiunabii. Kipindi kirefu kabisa cha unabii kinaishia katika majira ya kipupwe cha mwaka 1844. Lakini nitakusomea pia nukuu hii ambayo inazungumzia hatuna wakati maalum. Nitakusomea nukuu hii ambayo inatoka kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 307. Imeandikwa 1879. Anasema kwa sababu tarehe tumeona ni wakati au wakati maalum. Tarehe ni wakati maalum. Anaendelea kusema pia kwamba kwa sababu tarehe zilizowekwa tena na tena zimepita zote. Sasa ulimwengu umo katika hali ya ushupavu wa kutokuamini ukaribu wa marejeo ya Kristo zaidi ya hapo kwanza. Uangalia kushindwa kwa waweka tarehe kwa kero, na kwa sababu watu wamedanganywa kiasi hicho, huukana ukweli uliothibitishwa na neno la Mungu kuwa mwisho wa mambo yote ukaribu sana. Nitasoma pia hii nukuu ambayo ni barua. Tasoma hii nukuu ambayo ni barua inatoka, ni barua leta 34 1887. Nitasoma. Mjumbe wa Mungu anasema, ninafahamu kuwa ndugu E.P. Daniels kama ilivyokuwa kawaida ameweka wakati maalum. Kumbe wakati maalum ndio sio nuru yetu, lakini sio wakati. Kwa hiyo tunachokifanya ni wakati, sio wakati maalum, na nimekwambia haitakuwa wakati maalum kwa hizi alama. Takriban anaendelea kusema hapa, kama ilivyokuwa kawaida ameweka wakati maalum, akieleza kuwa Bwana atakuja ndani ya miaka 5 ijayo. Ndio maana sisi tuko 2026. Tuko 2026. Kwa hiyo baada ya miaka 5, ukisema 2031, hapo utakuwa umeweka wakati. Ukisema Yesu anakuja 2031. Lakini ukisema takriban, utamaanisha ni takriban, inaweza kuwa zaidi ya miaka 5 au nyuma ya miaka 5. Hautaweka wakati maalum. Lakini ukisema hivi, tuko 2026 5 2031, inamaanisha miaka 5 ikipita, 2031 kisha lazima Yesu aje. Hapo utakuwa umeweka wakati maalum. Na kiukweli hatuna nuru hii, lakini hapa tuna nuru ya wakati. Na Mungu ameifunua katika neno lake. Nitaendelea kusoma. Anaendelea kusema pia kwamba sasa ninatumaini kuwa mawazo haya hayatakwenda nchi za ng'ambo, kuwa sisi tu wawekaji wa tarehe. Kwa pia tarehe ni wakati maalum. Hebu maoni kama hayo yasitolewe, hayasaidii jambo lolote jema. Msitafute kurejesha tena mambo hayo yaliyopita, bali hebu tahadhari itumike katika kila neno msemalo, ili washupavu wa dini wasije wakatumia mwanya wowote katika maneno yenu katika kujenga uhasama, na hivyo Roho wa Mungu kuhuzunishwa. Hatutaki kusukuma hisia za watu ili kupata msisimko, mahali ambapo hisia usukuma na kanuni hazitawali. Ndio maana kiukweli kusudi la kujua wakati ni Mungu kutupatia roho ya haraka. Mungu kusudi la kutufunulia wakati ni kutupatia moyo wa haraka, ili kutengeneza mambo yaliyosalia kabla tujakiriwa milele kwa kifo, au kabla amri ya Jumapili haijatangazwa. Anaendelea kusema hapa ya kwamba ninajisikia kuwa tunahitaji kulindwa kila upande, kwa sababu shetani yumo kazini kutenda kwa uwezo wake wote ili kupenyeza mbinu na mipango yake ambayo itakuwa nguvu ya kutenda madhara, chochote kitakacholeta msisimko na kuchochea hisia katika msingi usio sahihi. Kwa hiyo wakati maalum kwa kipindi chetu kutoka katika Biblia na roho ya unabii, hutakutana na nuru ya wakati maalum. Ni msingi ambao sio sahihi, lakini wakati ni msingi ambao ni sahihi, na hautachochea hisia, bali utakupatia roho ya haraka kuweza kuamka na kujua nini cha kufanya na hatimaye kukutana na Bwana.
Ni kama Nuhu alivyoambiwa baada ya miaka 420 gharika itakuja, akaandaa safina, akawa na roho ya uharaka na akatengeneza mambo. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la pili, nitakusomea pia Jumbe Zilizochaguliwa gombo la pili ukurasa wa 84. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Daima, sasa mtu anapokuambia daima anamaanisha ni swala la siku zote mpaka Kristo atakapokuja. Anasema patakuwa na harakati za uongo. Kwa hiyo mtu anayekuwekea wakati maalum ni harakati ya uongo, si harakati ya ukweli. Na huo uongo haupimi kwa maneno yangu, lakini ni kwa neno la Mungu. Anasema na za ushupavu wa dini zitakazoamshwa na watu kanisani wanaodai kuongozwa na Mungu, wale watakaopiga mbio kabla hawajatumwa na watakaotangaza siku na tarehe. Siku na tarehe ni wakati maalum, na mimi hapa sikwambii siku wala tarehe, lakini nakwambia takribani ambao ni wakati, na nimekuonesha ushahidi wote katika Biblia na roho ya unabii. Anaendelea kusema hapa ya kwamba anasema na tarehe ya kutokea kwa matukio ya unabii ambao bado hujatimia. Yule adui anapendezwa kuwafanya watende hivi, kwa maana kushindwa na kuongozwa kwao mara kwa mara katika njia za uongo sababisha machafuko na kuto kuamini. Lakini sasa nitakusomea pia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa. Hapa natumaini kama unaandika, kwa sababu nilikwambia hakikisha katika vipindi hivi uwe na Biblia yako, uwe na kalamu pamoja na daftari. Kwa hiyo kama unaandika hapa nitafuta na nitakuandikia nukuu nyingine. Natamani uweze kuelewa vizuri, ili mawimbi au upepo wa mafundisho utakapokuja uweze kusimama imara. Hapa nakupatia tu uthibitisho. Anasema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 ukurasa wa 307. Anasema wengi ambao wamejiita Waadventista wamekuwa wawekaji wa tarehe. Tarehe ni wakati au wakati maalum. Kama unanifuatilia, tarehe ni wakati maalum, sio wakati. Na si hapa tuweki tarehe. Tarehe moja baada ya nyingine imekuwa ikiwekwa kwa ajili ya kuja kwa Kristo, lakini matokeo yake yamekuwa ni kutokufaulu kila wakati wawekapo tarehe. Wakati hasa, asemi wakati, anasema wakati hasa, kwa lugha nyingine wakati maalum. Anasema wa marejeo ya Bwana wetu umetamka kuwa uko nje ya ujuzi wa wenye ukomo, hauko ndani ya ujuzi wa Biblia au roho unabii. Utapata wakati ambapo amri ya Jumapili itatangazwa, ambao ni wakati maalum, lakini utapata wakati ambao amri ya Jumapili itatangaza, ambao tumeona ni 2025 takribani, na sasa hivi tuko 2026. Muda wowote hatujui amri ya Jumapili inaweza ikatangazwa. Lakini kabla ya Jumapili, maandiko yanatuambia tutakuja tutajifunza vita ya kiraia lazima itokee katika taifa la Marekani, mapinduzi, na hiyo ndio itasababisha amri ya Jumapili na wakati wa taabu utaanza. Anaendelea kusema hapa, ya kwamba wengi, anasema hata malaika wanaowahudumia wale watakao kuwa warithi wa wokovu hawaijui siku hiyo wala saa. Anasema walakini habari ya siku, ananukuu sasa ile fungu ambalo nilikwambia liliongezewa wala mwana la Mathayo 24:36. Anasema walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni, ila Baba peke yake. Nitakusomea pia nukuu katika Review and Herald. Hili ni gazeti Review and Herald, Review and Herald March 22 1892. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Anasema hatupaswi kujua wakati maalum wa kumwagwa kwa Roho Mtakatifu au wa marejeo ya Kristo, lakini asemi wakati au tukio, kwa sababu tukio linaloashiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kiasi cha masika ni sheria ya Jumapili. Lakini pia hajasema tupasi kujua wakati wa kuja kwa Kristo,
lakini amesema wakati maalum. Kwa hiyo hatukatazi wakati, bali nabii na neno la Mungu linachokataza ni wakati maalum. Anasema kwa nini Mungu hakutupatia ujuzi huu? Kwa sababu kama angelitupatia ujuzi huo tusingeliutumia kwa usahihi. Hali ya mambo katika watu wetu ambayo ingetokana na ujuzi huu ingezorotesha kazi ya Mungu katika kuandaa watu kusimama katika siku ile kuu ambayo itakuja. Ndio maana Mungu hapendi tuishi kwa msisimko. Kwa mfano tungekuwa tunajua baada ya miaka 5 Kristo anakuja, wengine wangesema sasa hivi sijitoi, baadaye ndo nitajitoa. Hapo Mungu asingeweza kuonekana ni mwenye haki. Lakini ili aonekane mwenye haki ni lazima asitoe, anatoa wakati, lakini atoe wakati maalum ili kujua na kudhihirisha katika malimwengu na malaika ambao hawajaanguka ya kwamba ni wapi wanaokesha na wanatazamia marejeo yake, lakini ni wapi ambao hawamwabudu kwa msisimko, lakini wanamwabudu kwa moyo wa kupenda. Kwa sababu tunaambiwa Mungu ni roho na wamwabudu, bali unapaswa kumwabudu katika roho lakini na pia kweli. Anaendelea kusema hapa ya kwamba hatupaswi kuishi kwa kutegemea msisimko wa wakati. Na wakati anaozungumziwa hapa ni wakati maalum. Anazidi kusema hamtakuwa na uwezo wa kusema kuwa atakuja katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili au mitano ijayo, wala mpaswi kukwepa na kuahirisha marejeo yake kwa kutamkwa kuwa hatarudi mpaka baada ya miaka 10 au 20 ijayo. Hii dukuu nitairudia. Anasema hamtakuwa na uwezo wa kusema kuwa atakuja katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili au mitano ijayo, wala mpaswi kukwepa na kuahirisha marejeo yake kwa kutamkwa kuwa hatarudi mpaka baada ya miaka 10 au 20 ijayo. Kwa hiyo kuna miaka 10 itapita, Yesu hatarudi. Wengine wanasema mitano itapita, lakini sisi tunachosema na kile ambacho neno la Mungu limefunua, Yesu atarudi miaka 6 itakapokomea 2031 takriban. Inaweza ikawa mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Na nilikwambia hii takriban hatujui ni siku ngapi, ni wiki ngapi, ni miezi mingapi, ni miaka mingapi, hatujui, lakini ni kuzunguka hapa. Ndicho maandiko yalichofunua na ndicho ninachokuletea. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna muda. Ndio maana hata ukija kuangalia duniani kuna watu wanaweka agenda 2030, wengine wanaweka agenda 2031. Lakini pia ukija ukafuatilia pia watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wanahistoria katika nchi ya Marekani. Kwa mfano kuna baadhi ya wanahistoria, ukipata nafasi yake ingia Google ufuatilia, anaitwa Carl Thomas. Lakini pia kuna wanahistoria wengi, kuna mwingine anaitwa Sir John Golb. Carl Thomas alizungumzia pia kuanguka kwa Marekani 2026, kwamba Marekani itaanguka na itakuwa taifa lenye nguvu tena. Lakini pia hata Sir John Golb alijaribu kujifunza tawala mbalimbali. Wapendwa, kuinuka kwake na kuanguka kwake. Akasema utawala wowote una wastani wa miaka 250. Kwa hiyo ukija ukachukua tangu taifa la Marekani lipate uhuru 1776, ukaja ukajumlisha 250. Kwa Marekani ilipata uhuru Julai 4, 1776. Ukaja ukajumlisha 250, utapata 1776 ukajumlisha 250 12 12 utapata 2026. Tena hawa wanaweka wakati maalum ya kwamba 2026 Marekani itaanguka. Na ndio hicho Mungu anachotufunulia 2025 kwenda mbele kidogo au kurudi nyuma kidogo. Kwa hiyo wapendwa, tunatakiwa kuamini na tufahamu Marekani itaanguka kwa sababu moja tu, kwa kupitisha amri ya Jumapili. Ndio maana nikwambia tuko ukingoni, kwa sababu uthibitisho inasema ni kweli. Tunatakiwa kuamini hawa wanachosema ikiwa hawapingani na neno la Mungu. Lakini msingi wetu sio kuamini hawa, lakini msingi wetu ni neno la Mungu. Ndio maana nikaanza kupatia uthibitisho kutoka neno la Mungu kuhusiana na 2031 takribani, lakini pia kuhusiana na 2025 takribani. Nipatie shuhuda katika neno la Mungu. Lakini hata kipindi Kristo anakuja, sio tu watu walio kuwa karibu naye katika Wayahudi waliotambua ujio wake, Wayahudi waaminifu, lakini hata mamajusi wa mashariki wenye hekima waliweza kusoma katika historia na wakagundua ya kwamba atakuja Masihi, na ile nyota ikawaongoza na wakawa tayari kwa ajili ya kumpokea Masihi. Kwa hiyo tu sio sisi wa Adventista, sababu kama sisi hatufahamu, bado kuna watu
huko katika mataifa wanaweka miaka hii ambayo ukija ukaiangalia inahusiana na kizazi cha mwisho, lakini na mwisho wa miaka 6000, muda ambapo Kristo atakuja, kwa sababu pambano kuu litakuwa limefikia mwisho. Tukipata nafasi tutaendelea pia kujifunza hii habari, na ukija ukaangalia pia kuna tafiti nyingi ambazo watu wamekuwa wakizifanya kuhusiana pia na historia ya taifa la Marekani. Hapa tunajaribu kukudokezea na tutarejea katika nukuu ambayo tulikuwa tunaisoma ili niweze kukuambia hata kama uamini kile ambacho neno la Mungu linasema, lakini pia hata mawe, hata mataifa, hata watu ambao wengine hawana ujuzi wa neno la Mungu na makafiri ya waamini, lakini wanavyoangalia jinsi ambavyo mataifa yanaendelea, wanatambua ya kwamba dunia iko ukingoni, kwa sababu mataifa yenye nguvu wanaona ya kwamba yanaanguka. Ndio maana nukuu ya kwanza ambayo tutakuwa tukisoma mara kwa mara niliweza kukusomea na inatoka katika kitabu cha Matokeo siku za mwisho. Unapofungua tu Matokeo siku za mwisho sura ya kwanza aya ya kwanza inasema, wakati huu wa sasa ni wa shauku kubwa sana kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi, watu washikao nyadhifa za dhamana na mamlaka, wanaume na wanawake wa matabaka yote, wenye uwezo mkubwa wa kiakili, wameelekeza mawazo yao katika matukio yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Kwa hiyo hata wakina Sir John Goob au wakina Carl Thomas hawaandiki tu 2026, lakini wanaangalia matukio, vitu vinavyoenda, ndio wanakuja wanaweka tarehe hizi. Lakini hatutakiwi kuwaamini hao, tunatakiwa kuamini neno la Mungu, kwa sababu limetangulia kutuambia kabla hata ya hawa, na ndilo lisilokosea. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele. Anasema wanaona matokeo yanayotokea mahali pote kutuzunguka. Wanaona msukumo mkali unaotawala kila kipengele cha kidunia. Wanaangalia kwa makini mahusiano yaliyopo miongoni mwa mataifa, na wanatambua kuwa jambo fulani kubwa na la kukata shauri liko karibu kutokea, kwamba ulimwengu uko kingoni mwa zama kuu. Ndio maana kuna kitabu kinaitwa Mzunguko wa Nne. Ni kitabu ambacho ni maarufu sana Marekani. Ukija kaangalia katika historia ya taifa Marekani imeundwa na watu ambao walikuwa wanatafuta uhuru, wanatafuta nchi yao wenyewe waweze kujitegemea. Kwa hiyo ukija kaangalia historia ya taifa Marekani, mwaka ambapo makoloni yaliingia katika nchi ya Marekani kabla hata ya kupata uhuru, ilikuwa ni mwaka wa 1705. Ndio hao walioandika hiki kitabu wakaona kila baada ya kipindi fulani kuna tukio fulani kubwa linatokea, ama ni mapinduzi, ama ni vita, pamoja na maafa mengine. Na hii mizunguko waliweka katika mlolongo mzuri. Tutaendelea kujifunza tukipata nafasi, wakaiweka katika mlolongo mzuri hii mizunguko. Akasema mlolongo wa 4 au mzunguko wa 4 katika nchi ya Marekani utakapotokea, itaanguka, haitakuwa taifa tena. Na mlolongo huu au mzunguko huu ulikuwa unachukua miaka 80. Kwa hiyo ukija kujumlisha miaka 80 katika mzunguko wa kwanza utapata 1785. Na hapa kweli ilitokea mapinduzi katika nchi ya Marekani, ilitokea vita ya kiraia. Lakini pia ukija kujumlisha 80 katika mzunguko wa pili, hapa utapata 1865. Hapa pia ilitokea tukio kubwa katika taifa la Marekani, ilikuwa ni mwisho wa vita ya kiraia, mapinduzi pia yaliyoanza 1861 hadi 1865 vita Abraham Lincoln. Lakini pia ukija ukajumlisha 80 mzunguko wa tatu utapata 1945, ilikuwa ni mwisho wa vita ya pili ya dunia. Kuna tukio kubwa lilitokea, na wanasema mzunguko wa 4 Marekani itasambaratika, itaanguka, itapata janga ambayo itasababisha ambao haitainuka tena. Kuja kujumlisha hapa 80 unapata 2025. Na walioandika kwa kitabu wanasema inaweza estimate 80 au inaweza kazidi 80 kidogo. Kwa hiyo ndio maana nimekwambia kama tunavyoangalia sisi katika kizazi chetu 2025 takriban, ndio maana hata vijana wa siku hizi ukija kaangalia mtandao wanajiita Gen Z, Generation Z, kizazi cha mwisho. Hata dunia, hata shetani anatambua, lakini watu wa Mungu hatutambui.
Ndio maana wapendwa, Mungu hataki tuwe wajinga, tubakie katika ujinga kuhusiana na wakati, kujua wakati wa kuja kwake. Lakini kile ambacho tutabaki kuwa wajinga tukifahamu kutoka katika maandiko na leo nabii ni kuhusiana na wakati maalum. Turejee katika nukuu ambayo tulikuwa tunaisoma. Kuna kitu nilikuwa na kazia, anaendelea kusema hapa ya kwamba hamtakuwa na uwezo wa kusema kuwa atakuja katika kipindi cha mwaka mmoja au miwili au mitano ijayo, wala hampaswi kukutoa kuahirisha marejeo yake kwa kutamka kuwa hatarudi baada ya miaka 10 au 20 ijayo. Ndio maana neno la Mungu limetufunulia Kristo atakuja 2031 takribani. Hapa tutakuwa tumeweka wakati maalum na tutakuwa sambamba na hii kauli. Hatutasema baada ya miaka 5 au miwili au mitatu atakuja, au baada ya miaka 10 au miaka 5 au miaka kadhaa hatakuja. Hapana, ni takribani 2031. Ndicho kitu ambacho maandiko yamefunua. Anahitimisha hapo kwa kusema katika kitabu cha barua, hii ni barua pia, barua 28 1897 anasema, tunaikaribia siku ile ya kuu ya Mungu, ishara zinatimilika. Hata hivyo bado hatuna ujumbe wenye kutuambia habari ya siku na saa ya kutokea kwa Kristo. Hatuna huo ujumbe, lakini asemi huo ujumbe au hatutajua au hatutaambiwa kamwe. Anasema tu kwa sasa hatuna, lakini kadri nimekuambia tutasoma imekuwa kadri pambano linavyoendelea, Mungu atafunulia utakatifu wake siku na saa. Anaendelea kusema pia kwamba Bwana ametuficha jambo hili kwa hekima, ametuficha kwa hekima yake ili kusudi tuweze kuwa katika hali ya matazamio na maandalizi wakati wote kwa ajili ya kutokea mara ya pili kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika mawingu ya mbinguni. Lakini nukuu hii ni maarufu sana, inatoka Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages 633, ambayo inasema muda kamili au muda maalum wa kuja mara ya pili kwa mwana wa Adamu ni siri ya Mungu. Ndicho kitu tulichokiangalia, iko katika mamlaka ya Baba mwenyewe. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, na kukaribisha katika mfululizo wa somo hili, ni wakati au wakati maalum, sehemu ya 3.